Basi Jessica alizungusha kiuno huko analia yeye. Anasema, Nelson, una nani tamu sijaiona. Hapo analia huku anajihudumia mwenyewe, anajipimia vya kumtosha. Basi mwanaume baada ya muda nikaona miguu inaanza kuisha nguvu, nikasema, Jessica, inuka, nakosa nguvu miguuni. Nilihisi kuparalyze jamani. Mara nikawa naona kuna vitu vinanitoka kama mkojo. Nikawa napiga kelele mno. Mguu ndo ukapata afadhali. Jessica akasema, baby, ushamaliza. Akili ndo inarudi sasa. Nikamwangalia Jessica bado yuko juu yangu. Nikamsukuma moja kwa moja, nikavaa nguo, nikaenda sebleni. Sikugeuka nyuma. Utamu nilisikia, ila nilikuwa naogopa eti naona aibu. Hapo nikawa natoka nje, nikakuta mlango umefungwa. Mara Jessica akaja naye, yupo uchi. Akasema, Nelson, nilijua tu na nikimbia. Mlango nimefunga, nipe tena ndo utoke nje. Mtoto akainama, akawa ameshika kochi eti, Nelson, njoo. Hapa ananionyeshea. Kwa utamu ule nilirudi mwenyewe, nikavua nguo, nikaenda kumshughulikia. Nilisikia utamu mno, nikawa namshughulikia sasa mwenyewe. Jessica hapo sasa alikuwa analia kwa utamu hadi machozi. Mimi ndio nipo dunia nyingine kabisa. Basi tukamaliza, tukarudi kuoga. Hapo tulivyorudi kuoga, niko bafuni, nikamshikisha tena ukuta. Tulipomaliza tukaogeshana, yani mimi nikamuogesha naye akaniogesha. Sijui tulioga nini, maana tuliporudi kitandani tukazagamuana tena. Safari hii nilikuwa nimeshazoea kidogo. Nikamfanya mpaka saa 9 usiku ndo nikamwachia, maana nilikuwa nalipiza hadi vya ujanani jamani. Jessica akaniuliza, baby, vipi, umeshatosheka? Nikasema ndio, tupumzike basi. Tukapumzika hadi mida ya saa 12 asubuhi. Lusekero akaniambia anakuja twende jobu. Nikamwambia, mshikaji, wewe panda tu bajaji, mimi ndio nipo ila mimi nitachelewa. Akasema, usiniambie umekesha unamkamia Jessica. Nikacheka tu. Nikasema, nenda akasimamie bwana, mimi nakuja baadaye. Basi akacheka alafu akakata simu. Basi nikamwangalia Jessica kalala. Makalio kanisusia mimi, nikamsogelea, nikaanza kumshughulikia. Nikaja kustuka asubuhi sana, jua linawaka kale. Kuangalia pembeni simuoni Jessica. Nikajua tu huyu demu kanibia, maana simjui, ndio kaja mara ya kwanza. Basi nikakimbia, nikavaa boxer chap. Alafu nikakimbia sebleni kuangalia kuna mtu. Nikapumua kwanza, nikamkuta Jessica anaandaa chai mezani. Nyumba safi, kafanya usafi. Nikasema, umeamka saa ngapi? Akasema, muda kidogo baby, leo umechoka mwenyewe, nikakuacha nikaja kukuandalia chai. Nikatabasamu, nikasema asante. Akasema, haya, amka twende nikakuogeshe. Kwani hata niliogopa, ndio kwanza nilikuwa naongoza njia. Nilikuwa nishamzoea kwa lile sebeni la jana. Nikaenda bafuni nikaogeshwa mwenzenu, na nilivyo mgeni wa mapenzi nikadata kinoma. Nikaveshwa nguo na chai nikanyweshwa, yani raha tupu. Basi tulipomaliza kunywa chai tukaongozana na Jessica hadi kwenye gari yangu. Akanielekeza sehemu ambayo nimuache. Nikamuacha, akaniambia atakuja baadaye tena jioni. Nikasema fresh, utanikuta. Basi mwenzenu nikaenda moja kwa moja dukani kwangu. Nikamkuta Lusekero ananisubiria kwa hamu. Mimi nikawa nacheka cheka tu. Lusekero akasema, oya mwanangu, ushaichapa au bado bikra? Nikacheka alafu nikasema, alafu neno bikra silipendi bwana. Akasema, ndio, useme ushatolewa bikra au bado? Nikacheka nikasema, oya mwanangu, yule demu ulimtoa wapi? Bora mtamu vile, yani anafiti kila idara. Lusekero akasema, mimi nimemtoa, kuna machimbo huko nimemtoa, si unaelewa mwanangu? Nikasema, demu anajua hatari. Akasema, nishakwambia, nimekutafutia akutoe tu bikra yako, sio ndo uzame. Nikasema, kwani ana shida gani mwanangu? Kiukweli nimemuelewa mno, kwanza mzuri, alafu mtamu, siwezi kumwacha. Lusekero akasema, mtoe akilini yule mtoto wa mjini, umuwezi kabisa, utafirisika bure, tukose kazi bure. Nikasema, wewe mwanangu, nitakuwa makini. Akasema, wewe makini kweli? Kwa hiyo unajisikiaje sasa baada ya kuonja uroda? Nikasema, acha ujinga wewe, mimi bosi wako ujue. Akacheka eti sawa, bosi wangu bikra, ila huyu Lusekero ni chizi. Basi mwenzenu nilipojua tu Jessica anakuja tena, nikawahi kutoka hadi Lusekero, nikamwacha kana lalamika, ila mimi nikasepa zangu
maana najua Lusekero yupo na biashara atasimamia vizuri. Nikapitia sokoni, nikachukua mazagazaga ya kutosha, ndio nikarudi nyumbani. Nikaingia jikoni, nikamwandalia sasa mchumba msosi. Nikaandaa ndizi, nikachanganya na nyama za kutosha. Nikatia na nazi. Oya, mimi mwenyewe kwenye mapishi sio poa, mimi nayaweza bwana. Maana zamani sisi tumeishi na mzee wangu pindi na mimi nakuwa kigeto geto. Tunapika wenyewe, mimi na mzee wote tulikuwa tunajua kupika. Hatuli nje, ni mara moja sana. Kwa jikoni unitoi, yani ukijitoa ujipange. Utasikia kuna mtu anasema huko kwenye comment, mtoto wa kiume unajisifiaje kupika? Acha njisifie bwana, mkae kwa kutulia kwanza. Saa moja mlango ukagongwa. Chapu nikaenda kufungua. Hapo unajua ni demu kashatia timu. Kufungua nikakuta Lusekero. Nilimind nikasema wewe vipi saa hizi? Akasema kwani una shida gani mwanangu? Kuna mtu unamsubiri? Akaingia ndani, akaangalia mezani, akaona mahoti pote. Akasema afadhali na ubao hapa kinyama, yani nina njaa. Nikamwambia mwanangu, unaniharibia bwana. Akasema naharibu nini tena? Huku nafungua mahotipoti, maana mlango ukagongwa tena. Nikaenda kufungua, alikuwa ni Jessica, kapendeza mwenyewe. Oya, huyu demu ni hatari, kasura kaupole kama sio yeye anayenipelekesha chumbani. Basi akaingia, wakasalimiana na Lusekero. Lusekero akasema, kwa hiyo msosi ulikuwa umemwekea Jessica? Nikacheka tu. Akasema, mwanangu, utanisamee, siwezi kuacha nyama zote hizi, njoni tule. Yani Lusekero anatukaribisha sisi ndo kama wageni. Ile jamani kama chizi basi tu. Tukaenda mezani, Jessica akapakua, tukaanza kula. Yani Jessica alikuwa anaongea na Lusekero. Mimi nawashangaa tu. Lusekero alipomaliza kula akasepa sasa. Nikabaki na mchumba. Akawa anatoa vyombo, akapeleka jikoni, nikamfuata, nikamkuta akasimama. Nikampigia kibao cha makalio. Akasema, Nelson bwana vipi? Nikasema nimekumisi. Akasema, wewe leo uogopi? Jana ulitaka kukimbia wewe. Nikacheka. Nikasema si ni jana sio leo. Nakimbiaje sasa wakati mzee ndo wewe unamuona? Aelewi. Alikuwa kasimama hatari. Nikaona anapandisha kigauni chake. Nikasema vipi? Akasema njoo nikupe cha jikoni kimoja. Basi nikatumia fursa, nikapiga chapu, nikaachia mambo, ndo nikamwacha bana. Basi ndo tukaenda kumaliza mambo mengine chumbani. Basi rasmi na umri wangu wa miaka 30 ndo naingia kwenye mapenzi na Jessica. Nalikuwa nampenda mno, ila Lusekero kila siku ananikanya, ananiambia, oya, mwanamke ni wa kupita tu. Ila mimi sikusikiliza. Sijui kisa ndo mwanamke wangu wa kwanza. Nilimpenda mno jamani. Basi mahusiano yakatimiza miezi 2. Bado yako moto. Jessica kila anachotaka anampa. Nikimnyima ananuna. Basi nikapambana hadi nipate ili nimridhishe tu. Yaani huyu demu nilimpenda mno. Kuna siku Lusekero akaniambia, wewe mwanangu, hivi Jessica kakupa nini ambacho kinakufanya umpende hivyo? Nikasema hata sielewi, ila nampenda mno. Akasema, sasa sikia, mimi ndo nimemleta kwako, namjua, ndo maana nasema achana naye. Mimi nilimleta kwa ajili ya kukutoa tu uoga, kwa sababu ule ni Bahmedi, mimi namjua vizuri, na wewe nakuona umezama kabisa. Mimi nampenda sana. Kwani ulimtoa wapi hadi utaki nimpende? Akasema, yule ni Bahmedi, hivi uelewi mwanangu? Tena Bahmedi mzoefu mno, nilimtoa kwenye baa. Najua na naye muda mrefu, ndio maana na kakuunganisha naye. Sasa sikia, usimpende kabisa, mtoe akilini, ule demu hakufai. Niliposikia hivyo niliumia mno, maana huyu mwanamke nishamuelewa sana. Alafu eti naambiwa ni Bahmedi wakati mimi nina malengo naye. Tulikuwa ofisini. Nikakata maongezi, nikakusanya vitu vyangu, nikaondoka, nikamwacha Lusekero ananishangaa tu. Nikapanda kwenye gari langu, nikampigia simu Jessica, nikamuuliza uko wapi? Akasema, baby, si uliniacha nyumbani kwako? Nipo nafua ndo niondoke. Nikamwambia usiondoke, nakuja. Akasema, mbona kama una hasira? Kuna shida gani? Nikasema nakuja. Alafu nikakata simu. Nikakanyaga mafuta hadi nyumbani. Hapo barabarani nilikuwa nakimbiza sana gari. Nikaingia ndani. Nina hasira. Nje kweli nilikuta kanika nguo, ila huyu mwanamke ni wife material mno. Yaani anafanya kazi zote. Akija achi nguo chafu wala nyumba chafu. Na siondoki bila kunywa chai. Yaani basi nikaingia ndani,
Nikaa namuita ila kimya. Nikaenda moja kwa moja chumbani. Nikakuta mchumba yupo uchi kajitandaza kitandani. Yaani hadi kila kitu kinaonekana. Akasema, "Aya, njoo umalize hasira zako hapa." Kwani nilikumbuka kwamba kuna kitu nataka nimuulize. Nikavua nguo chapu, nikapiga mzigo kwanza, ila huyu mtoto sijui kama anajua nilikuwa na hasira naye. Maana alichonifanya ni balaa. Basi mwanaume nikafunga mabao kadhaa pale, nikamwachia. Akasema, "Haya Nelson wangu, niambie shida nini?" Hapo naongea huku namwangalia, ila yeye ananishikashika tu. Ile mtoto ni tapeli bwana. Nikasema, "Jessica, hivi ni kweli wewe ni Bahmedi?" Akacheka akasema, "Lusekero kakwambia?" Nikasema, "Ndio." Akasema, "Ndio. Hakukudanganya. Ila tangu nimekutana na wewe, mbona nishaacha jamani. Nishaacha kabisa. Nichunguze muda mwingi na kuwa hapa. Kila kitu nafanya hapa. Nitaenda kudanga saa ngapi? Na nimekupata wewe jamani." Nikatabasamu nikasema, "Kweli Jessica, ushaacha? Unanipenda?" Akasema, "Ndio, nimeacha kwa sababu nakupenda." Basi mwanaume nikacheka hatari, kichwa kikavimba kama puto yani. Mchumba anathibitisha kila kitu kwamba Bahmedi kaacha, mambo ya kudanga kaacha kwa sababu yangu mimi hapa. Yani kama nimeokota dodo chini ya mpera. Basi kesi ikawa imeisha hivyo. Kesho yake Lusekero akanambia, "Kwa ulivyoondoka jana usije ukawa umempiga mtoto wa watu." Akasema, "Mwanangu, ule mwanamke mimi siwezi kumwacha. Nyandeni tu ela mchango." Lusekero akasema, tena?" Nikasema, "Ndio." Akasema, "Wewe nishakujua kisa ule ndo kakufundisha mapenzi, ndo maana uwezi kumwacha kirahisi. Baadaye twende sehemu." Nikasema, "Fresh." Basi kweli bana. Baadaye tukatoka na Lusekero akanipeleka baa. Nikasema, "Shida nini?" Akaniambia, "Tulia." Baada ya muda kuna mwanamke akaja, akawa ananichezea. Mara nikalie mimi. Nikasielewi. Nikaona hapa kabisa namsaliti Jessica. Nikasimama. Lusekero akaenda kuchukua chumba. Nikagonga yule mwanamke. Nilipomaliza nikamlipa ndo tukasepa. Hapo nina furaha saizi, sina uoga tena, nagonga tu. Najisikia kabisa furaha kabisa. Lusekero akaniambia, "Nimekuleta hapa ili ugonge mwanamke ili ujue utamu ni ule ule." Nikasema, "Mwanangu, mimi Jessica simuachi. Bado nampenda mno. Ila huko nilete tu niwe najifariji faridi." Akacheka akasema, "Sawa, nimekuelewa. Ila mimi kwa kushauri tena kuhusu Jessica hapana. Nimenyosha mikono juu, sikushauri tena mwanangu. Pambana mwenyewe." Nikasema, "Fresh. Yule mimi nampenda bwana." Nikasema, "Poa. Mimi nawaacha bwana na Jessica." Basi penzi langu na Jessica likapamba moto mno. Huku Lusekero hamtaki, ila mimi wala sikujali. Sikuona shida. Jessica japo yeye alikuwa anapambana, anataka vitu vikubwa vikubwa, yani vya bei ndefu, ila mwanaume nilikuwa napambana. Akaniomba nimjengee nyumba, nikamwambia, "Si hapa, nitakuoa utaka hapa." Akasema yeye anataka kwake, hata siku tukizinguana ajue pa kuanzia. Tuligombana kama wiki nzima kisa kumjengea tu. Basi huyu mwanamke kuna namna alinishinda, nikajikuta mimi mwenyewe tu nakubali. Basi kweli mwanaume nikapambana hadi nikanunua kiwanja kikubwa kuliko hata changu. Nikaanza kutafuta hela ya ujenzi sasa. Jessica ananiharakisha kama vile naokota hela Hapo Lusekero bado ananipeleka kwa video vya baa na vigonga hata viwili kwa siku. Ila kumsahau Jessica ndo nashindwa kabisa. Jamani, Lusekero alishaongea na mimi mpaka akachoka. Akabaki anaangalia tu. Kuna siku sasa nipo zangu room na demu, hata jina simjui. Nikasikia mlango unagongwa. Nikajua labda mhudumu, basi nikaenda kufungua. Hapo nimevaa taulo tu. Nafungua na mkuta waifu, yani Jessica ndio yupo mlangoni. Kafura hatari. Sijui nani kamwambia nipo pale. Nikasema, "Jessica mpenzi wangu, kuna nini?" Mara kile kidem room kinasema, "Kipenzi, wewe umalizia raundi yako ya mwisho. Usiondoke bila kumaliza." Jessica akanisukuma, akaingia ndani, akakuta kile kidem kipo kitandani kimejifunika shuka tu. Basi Jessica akuleta hata vurugu. Akamwangalia akaondoka zake. Nilijua tu hapa nishaharibu. Nikaanza kuvaa nguo zangu haraka haraka. Kile kidem kikasema, "Ndo umefumaniwa au? Mbona fumanizi lenyewe limepoa kiasi hiki?"
ila hiki kidem Jau. Alafu akasema tena, kwa hiyo na wewe umepagawa kwa Jessica? Hata sikumuuliza umemjuaje jina. Nikamwangalia tu, maana nilikuwa nimeshachanganyikiwa. Nikavaa, nilipomaliza nikampa hela yake, kamrusha kitandani, nikasepa zangu haraka haraka. Nikamfuata Jessica. Nilimpigia lakini wala hakupokea simu zangu. Nikawa natuma SMS kibao lakini wapi. Mwisho siku akazima simu. Nilihangaika kweli kweli, lakini kibaya zaidi anapokaa Jessica sipajui. Yaani namwachaga tu njiani. Haji kuniambia anakaa sehemu gani. Nikampigia simu Lusekero, nikamuuliza anapokaa Jessica, maana kule baa tulikuwa wote. Kila mtu kachukua chumba na mtu wake. Kwa Lusekero nikamwacha. Akaniambia, kwani kuna nini mwanangu? Nikamuelezea, akasema, mwanangu mimi sipajui anapokaa Jessica, ila nakutanaga naye tu kule baa. Nikasema, Lusekero, ushaharibu sasa. Kwa nini ulinipeleka sehemu ambayo Jessica alikuwa anafanya kazi? Yaani kwa nini yani? Umeniharibia mshikaji wangu. Unazingua. Nikafika nyumbani na stress kinoma, kichwa kinawaka moto hatari. Nikakaa sebeni, ilikuwa kama saa 2 usiku. Nimekaa mpaka saa 4 bado nawaza, nampataje Jessica? Ndio nikaamka sasa. Nikaandaa chakula, nikala vizuri tu nipate nguvu ya kuwaza vizuri. Nilipomaliza nikaenda chumbani. Hata dakika 5 hazikupita nikalala zangu. Kumbe watu wakifumaniwa na unaga mia walale, ila mimi usingizi niliupata mwenzenu, nikalala. Basi niliuchapa usingizi hadi saa 12 nikaamka. Sikuwa na ratiba ya kwenda Jebu hii siku. Nikaingia tu kuoga. Nilipotoka ndio nikaanza kumpigia tena Jessica. Nikakuta simu bado kaibloku. Mara nikasikia mlango unagongwa. Nikaamka nikaenda kufungua. Kama zali nikakutana na Jessica. Nilifurahi mno. Nikamkumbatia, akanisukuma, akasema niache, nimefuata nguo zangu. Nikasema, lakini Jessica, wewe unajua jinsi ninavyokupenda, kwa wengine napita tu. Akasema, kwa hiyo mimi nimeacha kila kitu kwa ajili yako, lakini mwenzangu unaenda kudanga huko kwa wanawake wengine. Nikasema, nisamee mama. So hivyo, akasema, naona kazi yangu imeshaisha saizi. Una uwezo wa kumfanya kila mwanamke yoyote. Ulikuwa na mimi ili nikufundishe, saizi unajua. Naona kazi yangu mimi imeishia hapo. Mimi na wewe basi. Nikaona hapa naachika, so bure. Mwanaume nikapiga magoti hadi machozi yanaanza kunitoka. Huyo demu sijui alinipa nini. Nilikuwa nampenda mno, yani mno. Alikuwa akiongea kitu mimi nafanya. Nilikuwa naumia yani. Nafanya kila kitu ili asiniache. Siwezi ishi bila yeye. Nikasema, Jessica, kama unanipiga nipige, fanya chochote kile, usiniache. Nipo tayari kufanya chochote, please. Ila usiniache. Hapo machozi yanatiririka tu. Akaniangalia akasema, upo tayari kufanya chochote? Nikasema ndio, nipo tayari. Akasema, nioe basi. Nioe uhakika. Niwe na wewe, uwe wangu. Uwe mume wangu halali. Na pia uanze ujenzi kwenye kile kiwanja changu haraka. Nikasema, nitafanya hivyo. Utanisamehe nikifanya hivyo? Akasema ndio. Nikasema basi, hamna shida. Kesho mafundi wanaanza kazi kule, nitawapeleka. Alifurahi mno Jessica, akanikumbatia. Ila huyu demu sijui kanipa nini walai. Basi nikapewa msamaha pale. Hii siku nilishinda na nyumbani, tunazagamuona tu. Kesho yake asubuhi akaniambia ameshaongea na mafundi, wanahitaji pesa. Nikampa. Hapo nilikuwa hata sina hela nyingi, ila nikajikamua mwanaume. Tena kweli nyumba yake ikaanza kujengwa. Ilipofika Jumapili nikaenda na Jessica kwa mzee kumtambulisha. Basi mzee alifurahi mno. Akasema anataka ndoa ifanyike haraka ili apate mjukuu haraka. Basi kweli taratibu za kwenda ukweni zikaanza kwa kina Jessica. Wazazi wake walikuwa wanakaa kijijini huko Tukuyu. Hapo mshikaji wangu Lusekero haamini kuwa anamuoa Jessica. Basi baada ya wiki tukaanza safari ya kwenda kwa kina Jessica. Jessica alikuwa kafurahi mno. So poa, tukafika kule Tukuyu, tulilala gesi. Kesho yake ndo tukaenda sasa ukweni. Tulipokelewa vizuri, tukafanya taratibu zote za utambulisho, tukawa tunasubiri kupangiwa mahari. Ila mimi hali yangu ikabadilika nikiwa kule ukweni. Nikajikuta naishiwa nguvu tena pale katikati ya kikao.
mwili wote hauna nguvu. Nikaa napata maumivu sehemu ya moyo. Wakabaki kuniangalia mimi tu. Nikajikuta nimepoteza fahamu. Yaani ilikuwa aibu aisee, ukweni unaanguka da. Basi nikaja kuamka niko hospitali ya rufaa ya Mbeya, nimelazwa na madripu mengi kweli kweli. Pembeni yangu alikuwa mzee wangu. Nikaona kafurahi alivyoona nimeamka. Mzee akaniambia, "Mwanangu unaendeleaje?" Nikasema najisikia vizuri. "Baba, kwani kuna nini kimetokea?" Akasema, "Ulianguka tu ghafla. Hospitali ya kule alishindwa kujua tatizo. Ndio tumekukimbiza huku." Nikasema, "Kwa hiyo wamesema tatizo nini?" Hapo naongea ila bado nilikuwa siko poa. Nikaona baba anafuta machozi, hadi mzee anatoka machozi, nikajua tu nitakuwa na tatizo kubwa. Akaniambia, "Mwanangu, sasa tulia kwanza, ukikaa vizuri tutaongea." Sikutaka kumuuliza sana maana nishaona hana amani. Nikakausha tu ila nikajua tu ataniambiaga. Ilikuwa ni mida ya asubuhi, mzee akaondoka, akaja Jessica sasa. Nilifarijika sana kumuona. Akanikumbatia akasema, "Pole." Nikasema asante. Alikuwa kaleta chakula. Akaniandalia, akananilisha, akaniambia, "Mzee ndo akampigia simu kumwambia kuwa nimeamka." Nikasema, "Vipi? Unajua nasumbuliwa na nini?" Akasema, "Mimi sijaambiwa bado, ila baba mkwe alisema atatuambia tuwe na utulivu." Nikasema, "Fresh, haina noma. Ngoja tusubiri." Jessica akasema, "Alafu baby, mafundi kule tayari wanahitaji pesa ya tofali, simenti. Huyu dem mnamuelewa? Yaani mimi naumwa. Hata tatizo alijulikani kwanza. Ndo kwanza niko hapa hospitali. Nimeamka tu kwa mipango ya Mungu." Eti anaongelea habari za ujenzi. Nikasema, "Jessica mama, si unaona niko kitandani? Subiri nitoke, tutapiga hesabu." Akasema, "Usipotoka je? Itakuwaje?" Nikasema, "Jessica, kwani nisitoke? Mbona unaniombea mabaya?" Akasema, "Bwana Nelson, kwani huwezi kufanya malipo ukiwa kitandani au mpaka usimame jamani?" Da. Nikamwangalia nikasema, "Kwani sasa sina hela? Subiri nitoke hospitali, nitakupa hela, nitanunua vitu vyote unavyotaka wewe." Nilikuwa nishakula nimeshiba. Akabeba vyombo vyake kwa hasira akaondoka zake. Kiukweli niliumia mno. Yaani mwanamke ambaye namtegemea awe mke wangu mtarajiwa, mke wangu wa ndoa, mke wangu wa maisha, niko hospitalini ananiomba pesa ya ujenzi, kiwanja ambacho nimemnunulia mimi. Kafurahi mwenyewe mshikaji wake nimerudi. Kuna muda ananiambia, "Wewe Nelson, wewe ni mwanangu na kuchana makavu, ile dem Jessica achana naye." Nikasema, "Kwa nini?" Akasema, "Unauliza tena kwa nini? Wewe uone tangu umeumwa kaja mara moja tu, wakati ule demu wako inabidi mzee apumzike yeye ndio ahangaike." Nikasema, "Hamna bwana, tulikorofishana tu ndo maana. Unaona demu anavyokufanyia? Yaani hakuhudumii chochote kile na ulikuwa unaumwa hoi. Je, ungekufa je? Achana naye. Yaani Jessica kakuwekea dawa sio bure yani." Nikacheka nikasema, "Wala mwanangu, mapenzi tu." Lusikari akasema, "Kweli mapenzi tu ya ukubwani yana tabu jamani na raha zake." Nikacheka tu basi tukapiga story hadi mida fulani hivi. Ndio nikarudi home sasa. Nikamkuta Angela akafanya usafi wote, nyumba imeng'aa tayari. Kenye kamelala kwenye kochi. Naona kalikuwa kamechoka. Mimi nikapitiliza jikoni nikakuta amna msosi hata. Hapo njaa imenipiga hatari. Mara Angela naye akaamka akasema, "Kaka samani, njaa inakuuma." Nikasema, "Ndio, vipi mbona hujapika?" Akasema, "Hamna kitu cha kupika. Kwenye friji vilivyokuepo vilikuwa visharibika, nikatupa. Na sokoni sipajui samani." Nikasema, "Fresh, haina noma. Ngoja nikaangalia kitu tupike chapo." Basi nikatoka hadi sokoni, nikachukua mazaga kibao, nikarudi home. Angela akanipokea akaenda jikoni akapika. Baada ya muda tukala ugali na samaki. Kwa tunaendelea kula kimya kimya. Kiufupi sina story kabisa na Angela. Nilikuwa namuona kama mdogo wangu hivi, yaani kama na miaka 21 tu. Hii siku Angela alilala kwangu chumba cha wageni, maana nyumba yangu kubwa. Asubuhi saa 12 nikaona bora niende nikazurure huko kazini niangalie biashara. Basi nikajiandaa vizuri. Nikashuka chini nikakuta Angela kashaandaa kila kitu. Kiko mezani, tukanywa chai. Angela akasema, "Kaka, tunaweza kuongozana unipitishe chuo?" Nikasema, "Sawa, haina shida. Tunywe chai kwanza." Basi tukanywa chai, tulipomaliza ndio tukaenda sasa chuoni. Nikampitisha, mimi nikaelekea kazini kwangu.